Mariamu na mumewe wakiwa wamepumzika, wakapatwa na taarifa ya kusikitisha sana. Wakapewa taarifa kwa bibi yake na Mariamu amefariki. Kwa kweli Mariamu alisikitika sana, kwani bibi huyo ndio alikuwa msaada mkubwa sana kwa Mariamu kipindi chake cha matatizo. Alikuwa msaada mkubwa sana. Mariamu aliona nguzo yake imedondoka kwa sasa. Kwa nini amekufa jamani bibi yangu? Mke wangu, tusimkufuru Mungu. Twende tu huko msibani. Musa jamani, nitakimbilia wapi mimi? Pole pole mke wangu, pole. Musa na Mariamu ikabidi wasafiri waende kwenye msiba wa bibi yake Mariamu. Na huko ndipo wakapata taarifa rasmi za namna bibi huyo alivyokufa. Kwani kwa mujibu wa daktari aliandika kuwa bibi huyo alikufa baada ya kuanguka kifafa. Nyuta alikuwa na hasira sana juu ya kifo cha mwanae. Alitamani afanye mambo mbalimbali ili amrudishe duniani, lakini ilishindikana. Nyuta akaenda kufanya mambo mbalimbali katika mtaa ambao mwanae alikuwa anakaa. Kwanza kabisa alitengeneza mapaka ya kutosha na kuyatupia kwenye ule mtaa, na hiyo kitu ikafanya kwa vigumu kumtambua paka wa kawaida na yule wa kutengenezwa. Mtu ukikatiza kwenye mtaa huo ilikuwa uthubutu kuparuliwa na mmojawapo wa paka, kwani utazua ugonjwa wa ajabu mwilini mwako. Nyuta aliyaweka ile mapaka ile ya jeruhi watu na mtu yoyote atakayekatisha, basi akishambuliwa na paka mmoja ajue kifo kinamuita. Alifanya hivyo sababu alichukizwa sana na mambo ambayo yalimpata mwanae kipindi akiishi mtaa huo. Mapaka yale yalikuwa yamechanganyika na mapaka ya kawaida, kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kujua paka wa kawaida ni wepi, kwani hawakuwa na tofauti ya haraka kati yao. Wale mapaka walikuwa na uwezo wa kuingia hata ndani, hasa kwenye zile nyumba zenye paka. Wanakuwa karibu na paka wa nyumba hiyo, na mwisho wa siku wao wanajigeuza kuwa huyo paka. Mtu akimsogelea ili acheze naye, ndio hapo anapomparua. Wakati anapatwa na ugonjwa wa ajabu, yule paka naondoka na kurudi paka aliyezoeleka hapo. Ndio kitu kilichofanyika kwa bibi Mariamu. Mmoja wa jukuu zake alipokuwa mjini alikatisha mtaa huo alioishi Kisu, akakutana na kapaka kadogo, akakapenda sana, akakabeba na kwenda kuishi nako kijijini bila kujua kama wale paka si wa kawaida. Na kufika huko bibi akapatwa na mashaka kuhusu yule paka. Ndipo hapo alipomwambia ili wafanye shauri la kumtupa, ila kabla ya kufanya chochote kale kapaka kakamjeruhi bibi yule. Ndio hapo alipoanguka kifafa na kufa. Wakina Mariamu walipopata habari kwamba kifo cha bibi yao kimesababishwa na kuparuliwa na paka, walishangaa sana na pia walistaajabu sana. Mama Grace alijikinga ila akasahau kuwakinga watoto wake. Kitendo hiko kikafanya Grace aparuliwe na mmoja ya mapaka. Aliporudi kwao alikuwa kama ni mtu mwenye kifafa. Alikuwa anaanguka na kutoa povu jingi sana, na mwisho wa siku Grace akafa. Baada ya maziko, Mama Grace hakutulia. Aliamua kufunga safari kwenda kwao ili kufanya uchunguzi wa kifo cha mwanae. Huko akaambiwa kuwa kilichomua mwanae si paka wa kawaida kama walivyoona, ila ni mipaka ya kichawi. Mama Grace alisikitika sana, na huko akapewa dawa ya kuwakinga wanae wengine waliobakia. Ikabidi apeleke ile taarifa pale mtaani. Watu wa mtaa ule walijikuta wakiwachukia paka kupitiliza, kwani walishapoteza ndugu, jamaa na marafiki waliojeruhiwa na mapaka hayo. Kila mmoja alijikuta akiwa na hasira na mapaka hayo. Waliamua kuwaua hata wale paka wa majumbani ili kuepukana na tatizo, na wengine walibeba silaha na kufanya hiyo operesheni ya kuua paka kwenye mtaa huo. Paka ni mnyama ambaye ni mgumu sana kufa, hadi watu wengine husema kuwa paka ana roho 7. Uchawi wa kurithi sehemu ya 9. Mtunzi ni Atuganile Mwakalile. Unaweza kumpata kwa namba za simu 0714 44 34 33. Simulizi Club inapatikana kwa namba za simu 0743 21 75 23. Msimulizi wako ni mimi, Live is a Voice.
Wachawi wengi hupenda kuwatumia paka katika kazi zao kwa sababu ni wagumu kufa na wanaendana na kazi yao, kwani paka ni mnyama katili na mwenye kumbukumbu ya haraka sana. Tena kumbukumbu yake yaweza kupita hata ya binadamu. Ndio maana unapokwenda kumtupa hata iwe mbali vipi, utashangaa amerudi kwa muda mfupi sana. Paka ni mnyama mwenye ugunduzi wa hatari kwa haraka sana, na ndio maana ni mara chache sana kusikia paka amekula sumu. Kutokana na sifa alizonazo paka, ndio maana wachawi wengi hupenda kumtumia kwenye kazi yao ya kichawi. Baada ya kumaliza ule msiba wa bibi yao, Mariamu na Musa wakawa na safari ya kurudi nyumbani kwao. Nyuta alijua kwa Mariamu anakaribia kurudi kwake. Alichofanya Nyuta ni kutegisha dawa kwenye njia watakayopita kwa miguu ili Mariamu akanyage dawa hiyo, kwani katika watu waliokuwa hawapendi Nyuta, basi Mariamu alikuwa mmoja wao. Alijikuta akimchukia Mariamu bila sababu yoyote ya msingi, kwani Mariamu hakuwahi kutenda chochote kibaya kwa mama huyo, ila Nyuta alikuwa akimchukia tu. Wakiwa wanatembea ili kufuata mahali walipopaki gari yao, mara Musa akakanyaga kijiwe cha moto sana mguuni mwake. Musa alijikuta akipiga ukelele kama mtoto mdogo. Mariamu akastaajabu sana kuona kuwa eti kuna kijiwe kiliingia kwenye kiatu cha uwazi kwenye mguu mmoja wapo wa mumewe, na walipojaribu kukiangalia hiko kijiwe hawakukiona tena. Baada ya maumivu kupoa kidogo, ndipo akaondoka na kufuata gari yao kurudi nyumbani. Walipofika nyumbani, Musa bado aliendelea kulalamika kuhusu maumivu ya mguu kwenye unyayo wake. Hata sielewi mume wangu, ni kijiwe cha aina gani ulichokanyaga? Hata na mimi nashangaa, kilikuwa cha moto sana, kama vile kimewashwa moto. Pole, ila pakiendelea na maumivu itabidi twende hospitali. Kweli kabisa, maana mguu unapwita mno balaa. Hakuna aliyeelewa kati yao kama kile kitu kiliwekwa na Nyuta kwa lengo la kumdhuru Mariamu, ila kwa bahati mbaya amekikanyaga mwanaye mwenyewe. Baada ya maumivu ya ule mguu kuzidi, ikabidi waende hospitali ambapo bwana Musa akachomwa sindano moja na kuandikiwa baadhi ya madawa ya kumeza. Kumbe dozi hizo ndio zikaenda kuamsha kila kitu kwenye mwili wa Musa bila ya kujua. Alijisikia mchovu kwa muda wote kwenye mwili wake. Yaani mwili wangu unachoka kweli. Pole sana, ila ndio hivyo, itabidi tutafute dawa ya hapo mapema sana. Kweli kabisa, maana haya maumivu ni kama roho inatoka vile. Naelewa mume wangu, ila yote haya ni mapito tu. Kuna muda yataisha yote. Ndio yataisha, ila sisi tunaandamwa sana jamani. Tena sana, ila ipo siku tutamjua mbaya wetu. Nyuta ambaye ni nguli wa uchawi aliendelea kufanya mambo ya ajabu mtaa kwa mtaa. Hakuona shida wala tatizo sana kuendelea kuua watu na kuwatokomeza kabisa. Nyuta alikuwa na roho mbaya iliyopitiliza. Hakuona shida kuweka wadudu wa ajabu ili kutisha watu, na pia aliwafanya watu wasijue moja kwa moja mambo yanayotendeka. Simulizi Club inapatikana kwa namba za simu 0743 2175 23. Msimulizi wako ni mimi, Live is a Voice. Yusufu alijua mambo mengi afanyayo mkewe. Kitu hiko kilimfanya mchukie Nyuta siku zote, ila tatizo ni kuwa hakujua ni jinsi gani apambane na huyo mdudu Nyuta. Ningekuwa na uwezo, hata sumu ningemwekea. Ametufanya tu wapweke sana hapa duniani. Kwa kweli namchukia sana Nyuta. Na ubaya ni kuwa mwanangu bado hajajua kama mama yake ni mtu mbaya. Ni vigumu kwake kujua mpaka yatakapomtokea ndugu yangu. Musa baada ya kurudi kwake mara nyingine alihisi kama mguu ukimpwita zaidi, na mara nyingine alijihisi kupata unafuu. Binti zao Pendo na Amina wakaamua kurudi nyumbani. Amina akaamua awe anatokea nyumbani kuelekea kazini kwake, naye Pendo aliamua awe anatokea nyumbani kuelekea chuoni. Kwa hiyo kwa kipindi hicho walikuwa wakiishi na binti zao hapo nyumbani.
Mariamu alipoona mumewe akizidi kulalamika maumivu ya mguu, akaamua kufunga safari na kuelekea kule alipokuwa akiishi bibi yake, kama labda atapata dawa ambayo yeye alipaka mwanzoni wakati amepatwa na kidonda mguuni. Nikipata ile dawa nadhani itamsaidia na baba yenu pia. Na aliyekupaka hiyo dawa ameshakufa, sasa utaipataje? Hata sijui, ila naenda kujaribu tu, labda nitaipata mwanangu. Ilinisaidia sana mimi ile dawa. Sawa mama, tunakuombea ufanikiwe na uipate hiyo dawa mama yetu. Asanteni wanangu kwa dua zenu. Siku aliondoka Mariamu ndio siku hiyo ambayo ilikuwa mbaya sana kuharibu historia ya familia hiyo. Musa wakati yupo chooni akaona kama kitu kikimsukuma na mara ghafla akaanguka humo na kushindwa kuinuka tena. Ndio hapo binti zake Amina na Pendo walipomchukua na kumpeleka hospitali, na hata hivyo wakarudi naye nyumbani akiwa amepooza viungo vyote. Na hadi siku ambayo Mariamu amerudi alimkuta mume wake na hali mbaya sana. Hawakuwa na la kufanya, na hata Mariamu hakuipata ile dawa aliyoenda kuifuata kule kijijini. Na hali ya Musa ilipozidi kuwa mbaya, wakamwaisha tena hospitali na Musa naye akafariki. Wakalia sana na kuomboleza. Hawakujua kwa nini imekuwa hivyo ilivyokuwa. Ukatokea mtafaruku wa mahali pa kumzika. Mtafaruku huo ulitokea kati ya Mariamu na Nyuta, ambapo Nyuta aling'ang'ania mumewe azikwe karibia na wanapoishi. Kwa wakati huo hakuna aliyeelewa kwa nini Nyuta anang'ang'ania ile maiti. Kumbe Nyuta alikuwa na mambo yake ya kufanya kwa ile maiti. Simulizi Club inapatikana kwa namba za simu 0743 2175 23. Msimulizi wako ni mimi, Live the Voice. Kwa vile Mariamu akafanya kiburi na kuzika anapotaka yeye, ndio hapo akapanga kumkomesha Mariamu. Walipokuwa kwenye matanga na tayari wameshazika, ndipo usiku huo wakapatwa na maajabu mule ndani. Hakuna aliyeelewa, ila ilikuwa ni siku hiyo Nyuta alipoweka misukule kwenye nyumba ya Mariamu. Lengo lake ni kumtesa na kumkomesha, na kweli alimtesa sana na ile misukule yake. Hata ingia ya ile misukule mule ndani ilikuwa ni fujo sana. Mara nyingine Nyuta anajilaumu kwa kumuua mwanae, ila mara nyingine alijisemea kuwa alipaswa kufanya hivyo kwani alishaharibu mlolongo wa dawa toka mwanzo. Nyuta hakuishia hapo tu, akamvizia Abra. Aliporudi naye akamtokomeza na pia akang'ang'ania kudai ile maiti. Alipokataliwa akawafanyia mambo mengi ya ajabu na ya kutisha walipokuwa makaburini, na hakuishia hapo tu, akaendelea kuwafanyia mambo ya ajabu hata walipokuwa nyumbani. Akawa anafanya mambo ya ajabu na vitendo vya kuogopesha na kuzidi kuogopesha hata wale walikuwa wanataka kuwasaidia. Nyumba ya Mariamu ikageuka ni nyumba ya misukule. Hata hivyo wenye usaidizi wenyewe walishindwa kuwasaidia. Basi Mariamu akawa ni mtu wa kuteseka tu, kwani misukule ile ilikula kila kitu cha mle ndani. Ilitia hasara kubwa sana, hakuna mfano, hadi pale Mariamu alipopata mganga wa kwenda kuisafisha nyumba yake, na ndio huko wakagundua kwamba mambo yote walioyaona na kuyasikia yalikuwa yakifanywa na Nyuta, mtu ambaye walikuwa wakimsikiliza sana. Pia Yusufu waliweza kuwaeleza hali halisi kuhusu Nyuta. Hapo wakapata kutambua mengi na kufahamu mengi kuhusu Nyuta. Wakajiuliza sana kuwa kwa nini Nyuta aliwafanyia aliyowafanyia. Ni kipindi hicho ambacho Pendo akasema ya kwamba yeye ataenda kupambana naye. Usikose sehemu inayofuata, sehemu ya 10 ya simulizi nzuri kabisa na kwenda kwa jina la Uchawi wa Kurithi.